Takriban wiki tatu baada ya mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani kuanza, hali imefikia ukungu mkubwa wa mchanganyiko na kutokuwa na uhakika. Ujumbe wa Donald Trump mara nyingi unakinzana na matukio halisi yanayoendelea. Rais wa Marekani amesema vita tayari vimekamilika, lakini vikosi vipya vya ardhini pamoja na vikosi vya majini bado vinaendelea kuelekezwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ikiwa ni ishara ya kuwa mashambulizi ya mabomu pamoja na makombora ya Marekani na Israeli dhidi ya malengo ya Irani bado yanaendelea bila kusitishwa. Kufungua mlango wa bahari wa Hormuz ambapo takribani 20% ya mafuta ya duniani husafiri ni hatua muhimu ya kijeshi. Hata hivyo, kwa sasa ni meli zilizoidhinishwa na Irani pekee ndizo zinazopita. Irani imetoweka kwenye eneo hilo, lakini ndege zisizo na rubani pamoja na makombora bado ni shabaha, na shabaha zinaenea hadi kambi ya pamoja ya Marekani pamoja na Uingereza huko Diego Garcia. Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social akitishia kwamba kama Irani haitafungua kikamilifu bila tishio Hormuz katika saa 48, basi Marekani italenga mitambo mikubwa ya umeme ikianzia na mikubwa zaidi. Hii inaashiria mvutano mkubwa kuongezeka, huku siku moja kabla akaweka orodha ya malengo yake ya kijeshi akisema Marekani inakaribia sana kuyatimiza malengo yake. Malengo hayo yanahusisha kudhoofisha jeshi la Irani, miundombinu yake ya ulinzi, mpango wa silaha za nyuklia, pia na kulinda washirika wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Lengo kuu ni kulinda mataifa yanayotegemea mauzo ya mafuta kutoka Ghuba, huku Marekani ikibakiza kuwa muuzaji wa nishati nje na haitegemei mafuta kutoka eneo la Mashariki ya Kati. Lakini sasa ujumbe wa Trump haukutoa wito wa mabadiliko ya utawala wa Irani wala kujisalimisha. Hata hivyo, inawezekana Marekani inaweza kukomesha operesheni yake huku uongozi wa Irani ukiendelea, mauzo ya mafuta yakiendelea pamoja na kudhibiti Hormuz ukiwa umekamilika. Zaidi ya wiki moja iliyopita, vikosi vya wanamaji takribani 2500 vimetumwa kutoka Japani hadi Mashariki ya Kati, na kikosi kingine kiliondoka California, huku kuwasili kukitarajiwa kuweza kufika katikati ya mwezi Aprili. Wachambuzi wanasema Marekani inaweza kuwa inapanga kuteka kisiwa cha Kagi ambacho ni kituo kikuu cha usafirishaji wa mafuta nchini Irani. Hii inaweza kukatisha usafirishaji wa mafuta na kuweza kulazimisha Irani kufanya makubaliano na Marekani badala ya kusitisha uhamasa wake. Trump amesisitiza kuwa hakuwa akituma wanajeshi wa ardhini nchini Irani, lakini alisema, kama ningekuwa, hakika nisingekuambia. Onyo la Irani linathibitisha hatari zinazoweza kutokea ikiwa Marekani itachukua hatua kali zaidi na kuashiria ongezeko la mvutano mkubwa. Vyombo vya habari vinaripoti bunge la Marekani linaangalia ombi la ufadhili wa dharura wa dola bilioni 200 kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Irani. Wanasiasa wa Marekani wanazungumzia shughuli za kijeshi za muda mrefu na gharama kubwa, huku ukungu wa vita ukiendelea kuathiri mtazamo wa umma pamoja na viongozi wa kijeshi. Hali ya vita vya Irani bado iko katika suala la mpito, na hatua zinazofuata zinaweza kubadilisha historia ya eneo hili na soko la mafuta duniani. Hii ni historia inayoendelea na dunia inaangalia kwa mshangao kila hatua inayochukuliwa dhidi ya vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa habari moto za kitaifa pamoja na kimataifa, ni kusihi endelea kusalia nami kupitia Koplo Media, na kama ni mara yako ya kwanza kuambatana nasi, ni kuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya itakayokujia kupitia Koplo Media.